Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu tena katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefuriami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Waislamu mtaa wa Matopeni kata Magomeni manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameomba kushukwa mkono kukamilisha ujenzi wa msikiti. Shirika la reli nchini TRC mguu sawa kuanza kusafirisha mizigo kwa kutumia reli ya SGR. Habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa wataka uchunguzi huru mauaji wa Palestina yalitokea karibu na kituo cha kugawa msaada nasimamiwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Waumini wa dini ya Kiislamu mtaa wa Matopeni kata Magomeni manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba jamii, wahisani na wadau kuwashika mkono kukamilisha ujenzi wa msikiti ili waweze kutekeleza ibada zao kwenye mazingira mazuri na karibu na makazi yao. Wakizungumza na Mahasin TV, waumini hao wamesema kuwa wamefanikisha ujenzi huo hadi ulipofikia kwa kuchangishana fedha kutoka kwa waumini wenyewe kwa wenyewe, lakini kutokana na kutokuwa vizuri kiuchumi kumekwamisha ujenzi huo. Tumekusanya sadaka kutoka kwa waumini tukajenga jengo hili mpaka hapa lilipofikia. Kwa hiyo sasa hivi tumefikia hatua ya kuhitaji msaada mkubwa kuliko ule ambao tulikuwa tumeuanzia toka mwanzoni. Tunafahamu hatuwezi kuwa na shilingi 20,000 tukaanza kufikiria kuwezeka. Hatuwezi kuwa na shilingi 20,000 tukafikiria kununua bati. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria tuombe msaada kutoka kwa ndugu zetu katika imani, waje watuunge mkono kushiriki kuwezeka huu msikiti kwa hapo ulipofikia. Maombi yao kwa Waislamu, wahisani na wadau kwa ujumla kuunga mkono kwa hali na mali kukamilisha ujenzi wa msikiti huo ni kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata ibada za swala za jamaa. Changamoto yetu hapa mahala bado hapa msikiti wetu bado hujakamilika. Hili sisi msikiti umetuea vibaya sana, ni mbali kuruka barabara na maji yakija hapa kupita hamna. Sasa kwa hivyo sisi nataka mtusaidie ili tupate kuswali Ijumaa. Tuje ulikuwa msikiti wa Ijumaa, hapa tumechanganikiwa hatari. Tunahitaji sana msaada wenu kutoka tupate kifusi ambacho cha kujaza mle ndani na milango, fremu za madirisha na milango pamoja na bati, mbao na misumari. Yaani tukipata vitu hivyo, Mwenyezi Mungu inshallah msikiti unaweza kufika maeneo yale tunayohitajika ili kwa kuswalia Ijumaa kama inavyohitajika. Maana tunapata shida kwenda kuvuka barabara kwenda mitaa mbali kwenda kuswalia Ijumaa. Tunaomba msaada wa kila aina kwa sababu ni bado msikiti mchanga, haujapauliwa, hauna madirisha, hauna kifusi, haujamwagwa zege, haujapigwa plasta. Kwa hiyo tunaomba michango yenu kwa hali na mali. Jijini Dodoma, shirika la reli Tanzania TRC limesema liko tayari kuanza usafirishaji wa mizigo kati ya Dar es Salaam na Dodoma kwa kutumia reli ya kisasa SGR kufuatia kukamilika kwa majaribio yote husika na kupatiwa ithibati na mamlaka udhibiti usafiri ardhini LATRA. Taarifa zaidi na Rajab Shaban Matuga.
Mhandisi Enoch Mgonja ni meneja matengenezo ya mabehewa ya abiria na mizigo wa TRC amebainisha hayo Juni 2 mwaka huu 2025 akiwa Ihumwa jijini Dodoma muda mchache kabla treni ya mizigo kurejea jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya pili ya majaribio baada ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kwa kawaida ni kwamba mabehewa haya yakishakuja lazima tufanye testing. Sasa testing tushafanya na tushapata ithibati, lakini leo ni muendelezo wa testing hiyo kwa ajili ya maandalizi ya uendeshaji. Tuko tayari kabisa kuanza treni za mizigo, na hii ni ishara mojawapo. Tumetoka Dar es Salaam na sasa hivi tuko Dodoma, kwa hiyo ni tayari kabisa tunapaswa tuanze uendeshaji wa mabehewa ya mizigo. Lakini je, vituo vya treni hiyo ya mizigo vitakuwa katika maeneo gani na lini treni hiyo itaanza kufanya kazi? Maswali hayo yanajibiwa na afisa usafirishaji mwandamizi wa shirika la reli nchini TRC, Masha Twaha Yasin. Kwanza kabisa kituo kikubwa cha kwetu kwenye reli yetu ya mizigo ni bandari. Alafu pia stesheni zetu zina mgawanyiko. Kuna stesheni ambazo zipo kwa ajili ya abiria tu na stesheni ambazo ni kwa ajili ya mizigo. Ukianzia Dar es Salaam tuna stesheni ya Ruvu, tuna stesheni ya Pugu, tuna stesheni ya Morogoro. Halikadhalika huku upande wa Dodoma tunayo stesheni ya hapa Ihumwa. Tayari maelekezo ya serikali yameshatoka na shirika la reli kupitia mkurugenzi wetu mkuu ameshatoa maelekezo, na ndio maana unaona hizo hatua ambazo tunazifanya katika majaribio ya uendeshaji. Kwa hivi karibuni tunatarajia kuanza huduma hizi. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wameeleza kusubiri kwa hamu kubwa kuanza kwa safari za treni ya mizigo kutumia reli ya SGR hapo baadaye mnamo mwezi Julai mwaka huu 2025. Kwanza hakuna kitu tulikuwa tunakisubiri kwa hamu kama treni ya mizigo itakapoanza. Kitu cha kwanza, mizigo ya watu itakuwa inafika kiwepesi, alafu pia barabara zetu zitazidi kutengamana, zitakuwa imara zaidi. Napenda kuwajulisha wafanyabiashara wote, hili swala la treni za mizigo limekuwa ni kitu cha wepesi sana. Tuchangamkie kupakia mizigo katika hii treni ya mizigo. Mungu atapotusaidia mpaka safari zingine zitakapoendelea za huko mbeleni. Kwa mujibu wa shirika la reli Tanzania TRC, tarehe rasmi ya kuanza kwa usafirishaji wa mizigo kati ya Dar es Salaam na Dodoma kwa kutumia reli ya SGR itatangazwa hapo baadaye. Kwingineko, halmashauri ya wilaya Hanang' mkoani Manyara imewataka wafanyabiashara wa mazao wilayani humo kufuata taratibu, ikiwemo kulipa ushuru unaotakiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, na kuepuka vitendo vya kutorosha mazao. Saadi Suleiman anatuarifu zaidi. Yameelezwa hayo kupitia kikao cha mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Hanang' Bi Teresia Ilafai na wafanyabiashara wa mazao, kilicholenga kujadiliana namna ya kuendea zoezi la ukusanyaji wa mazao, utoaji wa ushuru na uanzishaji na ununuzi wa mazao katika mji wa Katish. Tuseme hakuna kufanya nini? Kutorosha. Hakuna kutorosha, kwa sababu hakuna haja ya kutorosha na hakuna haja ya kugombana. Kwani tunagombana kwa ajili ya nini? Halmashauri yetu, kwa sababu kwenye mkoa wa Manyara ndio ya kwanza kwa uzalishaji wa mazao mengi, ni uongo? Lakini hatuonekani kutokana na mapato tunayopata kutokana na nini? Na ushuru wa mazao. Kwa nini? Kwa sababu ya chekeche ziko nyingi. Kusimamia ushuru, utoaji wa ushuru kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Pale ambapo yeyote atakiuka, basi atachukuliwa hatua kwa mujibu wa hizo taratibu zilizopo. Katika kikao hicho kimehusisha wakuu wa idara na vitengo mbalimbali kutoka ofisi ya mkurugenzi, ambao wameeleza baadhi ya mikakati ikiwemo karabati na utengenezaji wa miundombinu ya soko. Nimezungumza habari ya kutengeneza miundombinu. Miundombinu kusema kuna wengine wakubwa, wengine wadogo. Kwa nini nasema sako inawasaidia nyie kubaliana? Bali sisi kama wafanyabiashara, serikali kwenye eneo hili limechelewa, basi sisi tuanza kujenga jengo hili hapa. Hili linakuwa la pamoja. Kama mmeamua kutoa pesa labda milioni 50 au 60 au 70 au milioni 100, mnajenga ile jengo, tunaingia na serikali, tunaingia kama tulivyosema, tunaingia mkataba kupitia sako yenu au kupitia chama chenu, tunatoa miaka 10
mtakuwa mnakaa bure kwa sababu jengo limeshafanya limeshaweza kujenga. Kwa hiyo tukubaliana. Twende vizuri jamani, tupendane. Hela ziingie hapa. Nadhani ni mzee wetu tunaona tunachangisha hela. Zinaenda vizuri sana kwa maendeleo, si ndio? Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara hao wameshauri halmashauri kuweka mifumo mizuri ya ukusanyaji wa ushuru ili kudhibiti utoroshaji wa mazao. Tunapokwenda kwenye lengo, tunaiboresha halmashauri yetu na mwaka huu mkurugenzi, nafikiri mtapata hela nyingi sana. Kidaga mndukule kwa Kalasinga kuitafika. Tengeneza ushuru mzuri. Na lile liongezeka pale bilioni 7 unataka itafika zaidi. Na zaidi utafika 10 nao utapata ile credit ya mkoa ya wilaya kama ilivyopatikana mwaka juzi. Gari limetoka hapa amelipia gunia 320. Akafika Masaka ile gari likakaguliwa, likakuta lina 330. Analipa faini ya 330 vile vile. Huyo mtu atatorosha kweli akijua kwamba anaenda kupigwa faini pale mbele? Atoroshi. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imetoa chanjo dozi 4500 kwa halmashauri ya wilaya Nyang'hwale mkoani Geita kwa ajili ya kuchanja mbwa zaidi ya 4000 ikiwa ni jitihada za halmashauri hiyo kukabiliana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Akizindua zoezi la utoaji wa chanjo ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa, katibu tawala wilaya Nyang'hwale Bi Kaunda Amani ameiomba Wizara ya Afya kutoa dozi zaidi ya chanjo kwa mifugo mingine ikiwemo ng'ombe na mbuzi ili kusaidia kuinua uchumi wa wananchi. Kushukuru mkurugenzi kwa kuona sasa kuna haja ya kwenda kuwaomba wenzetu wa wizara kwenda kuelezea shida zetu na kutuletea hii chanjo. Na tuwaombe watu wa wizara msiishie hapo. Hii ni wilaya ya kifugaji. Tuna wanyama wengi kama tulivyosema, tuna ng'ombe, tuna mbuzi, tuna kondoo, tuna mbwa, tuna punda, tuna kuku, tuna bata. Hao wote wanahitaji chanjo ili wawe salama. Na tukiwafanya wakawa salama, maana yake sasa wananchi wetu watainuka kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nyang'hwale Bi Husna Toni amesema zoezi la utoaji wa chanjo hizo unaihakikishia jamii kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Wizara ya Mifugo. Wizara ya Mifugo imekuwa ni kiungo kikubwa sana ambacho kinafanya kazi kwa jirani sana na sisi kama wafugaji. Wamekuwa wakifanya mambo mengi yakiwemo kutoa chanjo mbalimbali. Lakini kipekee kabisa ni washukuru kwa hii chanjo ya kichaa cha mbwa. Tulipokea dozi 4500. Dozi hizi wizara imetupa bure kwa sababu tulikwenda kuwaomba na kuwaeleza namna ambavyo tunaweza tukawa tuna changamoto endapo hatukufanya hili jambo. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wa halmashauri hiyo Mabula David amesema zoezi hilo pia mbali na kukabiliana na visa vya kichaa cha mbwa linalenga kulinda afya ya jamii, kuongeza uelewa kwenye jamii, kuwatambua mbwa na kuwasajili. Tunatangaza zoezi la uchanjaji wa chanjo ya kichaa cha mbwa kwa jumla ya mbwa 4500. Lengo kuu la zoezi hili ni kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa kichaa cha mbwa na kulinda afya ya jamii yetu. Kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari, hauchagui tajiri wala maskini, hauchagui mfugaji wala asiyekuwa na mifugo. Hivyo basi, kwa sababu zoezi limezinduliwa leo, ninaamini kwamba zoezi hili kwa muda wa siku 7 litakuwa ni endelevu na litakuwa na manufaa kabisa kwa kila mwananchi ambaye ana mbwa. Uzinduzi huo uliofanyika katika eneo la mnada wa mifugo kata Harumwa unaashiria kuanza kwa zoezi hilo litakalofanyika kwa siku 7 hadi Juni 8 mwaka huu 2025 katika vituo 38 wilayani Nyang'hwale. Tukielekea kisiwani Unguja, Wizara ya Afya kisiwani Zanzibar kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali Maisha Meds wamekuja na mfumo maalumu unaowezesha upatikanaji wa huduma za afya ya macho ukilenga kusaidia uimarishaji wa huduma za macho kwa jamii kupitia watoa huduma wa vituo binafsi na wauzaji wa maduka ya dawa. Mfumo huo unalenga kusaidia uboreshaji wa huduma za afya ya macho kwa jamii kwa kuwawezesha watoa huduma wa vituo binafsi na wauza maduka ya dawa kupima na kuchunguza hatua za awali za matatizo ya macho. Wananchi ambao wanakimbilia kule kwa ajili ya kupata huduma pale wanapohisi wana changamoto ya kiafya, tunakuwa hatuna njia ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma stahiki. Kwa hiyo sasa Maisha Meds imejikita kuhakikisha kwamba hawa watoa huduma ambao wanahudumia jamii moja kwa moja kwa maana ya mafamasi na maduka ya dawa
kuhakikisha tunawapa nyenzo za kufanya biashara yao kwa uweledi, kuhakikisha kwamba huduma ile wanayoitoa kwa jamii ni ile ambayo at least ina meet standards na jamii inafaidika na hiyo huduma kulingana na kipato chao ambacho wanakuwa nacho. Mfumo huo pia unawawezesha watoa huduma katika vituo na maduka ya dawa kujaza taarifa za mgonjwa, ikiwemo dalili za awali, kutambua ni mgonjwa wa kutibiwa kwa dawa, miwani au kumpa rufaa ya kwenda hospitali kupata matibabu zaidi. Kwa hiyo Maisha Max tumekuja na huo mradi wa kugawa hiyo miwani ya kusomea, ambapo tunashirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar. Tumeweza kukaa nao, tukajadiliana, tukatengeneza hiyo program ili iendane na sera. Kwa hiyo vimechaguliwa vituo kadhaa, pharmacy kadhaa, ambapo wamepewa elimu ya ujumla kuhusiana na afya ya macho. Tutashirikiana na hivyo vituo kuweza kufacilitate upatikanaji wa hiyo miwani ya kusomea kwenye jamii. Katika programu hii ya macho, mfumo wa Maisha Meds utakuwa unasaidia vituo na wale attendants wa vituo kuweza kuchukua taarifa za mteja na zile dalili za mwanzo alizonazo mteja, ili kuweza kujua kama ni mteja ambaye anatakiwa mgonjwa au mteja ambaye anatakiwa kupata miwani au ni ambaye anatakiwa kupewa rufaa na kwenda katika hospitali iliyopo karibu naye. Katika kuhakikisha tija inapatikana kupitia mfumo huo, wadau kutoka vituo vinavyohusika na mradi huo wamejengewa uwezo kuhusiana na elimu ya afya ya macho. Hii itasaidia kutambua wagonjwa ambao wana changamoto za kuona mbali na kuona karibu, na kuwasaidia kupata vifaa tiba kama miwani ambazo zitawasaidia katika shughuli zao kama kusoma ama na kuendesha shughuli za kawaida. Hii imebeba mambo mengi kabisa yenye manufaa kwa jamii zetu, kwa sababu sana ukiangalia changamoto nyingi za macho sasa hivi zipo, na kusema kweli itatusaidia zaidi katika kufikisha hizi huduma kwa walengwa, na biidhnillahi tutajitahidi na tuko tayari kufanya hicho. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa zikiletwa kwako naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri mkuu mpya wa Sudani Kamil Idris ameivunja serikali ya muda ya nchi hiyo. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali SUNA lililoripoti taarifa hiyo siku ya Jumapili usiku. Shirika hilo la habari halikufafanua ni lini itatangazwa serikali mpya ambayo itakuwa ya kwanza tangu vilipozuka vita kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Kamil Idris aliteuliwa na mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan kuiongoza serikali, lakini kundi la RSF lilisema mwanzo kabisa mwa mwaka huu kwamba litaunda serikali yake ya kivyake kwa ushirikiano na vyama vinavyowaunga mkono. Idris aliapishwa Jumamosi, na siku ya Jumapili katika hotuba yake aliyotoa kwa taifa aliahidi kutanguliza mbele uthabiti, usalama na ujenzi mpya wa Sudan na kutobagua vyama vyovyote vya kisiasa.
Kwingineko, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu mauaji wa Palestina yaliyotokea karibu na kituo cha kugawa msaada kinachosimamiwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Timu ya Gaza ya ulinzi ya raia ilisema wanajeshi wa Israel ndio waliofyatua risasi na kuwaua takriban watu 31 na kujeruhi 176 katika mji wa kusini wa Rafah. Matukio hayo yameanza kujitokeza baada tu ya Israel na wakfu wanaungwa mkono na Marekani na kupingwa na Umoja wa Mataifa na mashirika kadhaa ya misaada kufungua vituo vya kugawa misaada ndani ya maeneo ya kijeshi ya Israel. Umoja wa Mataifa umelaani matukio hayo ya kuwazuia watu kupata chakula, ukisema yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Hata hivyo, jeshi la Israel limekanusha kuhusika na shambulio hilo la siku ya Jumapili. Katika taarifa yake, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema haiwezi kukubalika kuwaona Palestina wakihatarisha maisha yao kwa ajili ya chakula. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Mamilioni ya raia wa Korea Kusini wanapiga kura kumchagua rais mpya katika uchaguzi wa mapema baada ya Rais Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani. Kura zote za maoni zimemweka mbele mgombea wa kiliberali Lee Jae-myung, huku utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na shirika la Gallup ukionyesha 49% wa washiriki wakimchagua kama mgombea bora zaidi. Kim Moon-so wa chama cha kiafidhina cha People Power PPP alimfuatia Jae-myung kwa 35% kwenye utafiti huo. Yeyote atakayeshinda kwenye uchaguzi huo atalazimika kwanza mara moja kushughulikia masuala ya kiuchumi, udhibiti na mipango ya silaha inayozidi kuimarika ya Korea Kaskazini. Saad Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saad Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Waislamu mtaa wa Matopeni, kata ya Magomeni, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, wameomba kushukwa mkono kukamilisha ujenzi wa msikiti. Shirika la reli nchini TRC mguu sawa kuanza kusafirisha mizigo kwa kutumia reli ya SGR. Habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa wataka uchunguzi huru mauaji wa Palestina yalitokea karibu na kituo cha kugawa msaada nasimamiwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah pana majaliwa ya Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.